Israel wamemuua Izz al-Din al-Haddad, kiongozi huyu wa kundi la kijeshi la Hamas Gaza, na si kiongozi wa Israel kama wengi wanavyodhania. Hii ilitokea tarehe 16 Mei 2025 baada ya shambulio la anga la Israeli Gaza City. Israel na Hamas zote zimethibitisha kifo chake. Al-Haddad alikuwa ni kiongozi mkuu wa kijeshi wa Hamas Gaza na mmoja wa viongozi waliobaki katika shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023. Aliitwa The Ghost na alikuwa kwenye orodha ya watu wanaotafutwa sana na Israel. Alichukua nafasi hiyo baada ya kuuawa kwa Mohamed Shwan mwaka 2025. Shambulio hilo lilitokea Gaza City na liliua watu wengine 7 pamoja na familia yake, kulingana na baadhi ya ripoti zilivyoeleza. Israel inasema ilihusika moja kwa moja na kupanga na kutekeleza shambulio hilo Oktoba 7 na alikuwa akiwatumia mateka kama kinga. Huyu sio kiongozi wa Israeli kama Netanyahu. Baada ya kuuawa kwake, sasa nini kinaendelea huko katika kambi ya Gaza? Mpaka sasa hakuna kiongozi mpya rasmi alitangazwa kwa Hamas baada ya kuuawa kwa Izz al-Haddad. Haddad alikuwa ni kiongozi mkuu wa kijeshi wa Hamas Gaza na mmoja wa viongozi wakuu wa Gaza tangu Mei 2025 baada ya kuuawa kwa Mohamed Shwan. Kifo chake ni pigo kubwa sana kwa Hamas na bado hawajatoa tangazo rasmi la mrithi wake hadi sasa. Mlengo wa kijeshi, nafasi ya Haddad bado vakanti inasimamiwa na makamanda wa chini. Hamas inaweza kuchagua mtu mpya hivi karibuni, lakini hakuna jina lililotajwa rasmi mpaka sasa. Uongozi wa kisiasa wa Gaza, kuna majina kama Al-Mahmoud anayetajwa kama kiongozi wa muda wa kisiasa huko nchini Gaza. Uongozi mkuu wa Hamas wa Khalil al-Yan ndiye aliyetajwa sana kama kiongozi mkuu na mwenye ushawishi mkubwa. Yeye ni mmoja wa washiriki katika mazungumzo na ana ushawishi mkubwa sana ndani ya Hamas, ingawa anaishi Qatar. Yeye ni Khalid Meshan. Wamekuwa wakigombania nafasi ya juu. Hamas mara nyingi huwa na uongozi wa pamoja au kamati wakati wa migogoro, hasa baada ya viongozi wengi kuuawa. Kifo cha Haddad kinaweza kuathiri mazungumzo ya usitishaji wa vita na kujenga upya kundi hilo. Sasa tuambie una maoni gani kuhusu jambo hili? Usisahau kucomment hapo chini ili tuweze kupata ujumbe wako. Pia subscribe na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu.